Tarehe 16 Julai 2021, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kitaifa ya siku 2 nchini Burundi kufuatia mwaliko wa mwenyeji wake Rais Evariste Ndayishimiye. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Bujumbura, Mheshimiwa Rais Samia alipokelewa na makamu wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Prosper Bazobanza. Akiwa Ikulu jijini Bujumbura, Mheshimiwa Rais Samia amefanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye yaliyolenga kukuza zaidi uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, hususan katika kukuza biashara na uwekezaji. Mazungumzo yetu yalijikita katika kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu. Kama mjuavyo, katika dunia ya sasa, uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi. Hivyo nasi tumejadili kwa kirefu swala hilo, hususan namna ya kukuza biashara na uwekezaji baina yetu. Takwimu zetu za sasa zinaonyesha kuwa biashara kati yetu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 83.9 mwaka 2015 hadi kufikia shilingi bilioni 200.1 mwaka 2019. Kuhusu uwekezaji, Kituo cha Uwekezaji Tanzania kimesajili miradi 18 kutoka Burundi yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 209.4 ambayo imetoa ajira zipatazo 3544 kwa Watanzania, ukiwemo mradi mkubwa aliyousema Mheshimiwa Ndayishimiye wa kiwanda cha mbolea unaojengwa na kampuni ya Itracom yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 180. Kwa upande wa Tanzania, hapa Burundi zipo kampuni nyingi za Tanzania ambazo zimewekeza. Vile Mheshimiwa Rais Samia na Rais Ndayishimiye walishuhudia utiaji saini wa hati 8 za makubaliano kuhusu ufundishaji wa lugha ya Kiswahili nchini Burundi na Kifaransa nchini Tanzania, masuala ya afya, nishati, kubadilishana wafungwa, madini, kilimo, sekta ya uvuvi na masuala ya siasa na diplomasia. Mheshimiwa Rais Samia ametembelea benki ya CRDB iliyopo jijini Bujumbura na kuzungumza na wafanyakazi wa benki hiyo. Hongereni sana kwa kuwa mabalozi wazuri wa Tanzania. Wito wangu kwenu, endeleeni kuchapa kazi kwa bidii ili mara nyingine nikija Burundi mwe mnashika nafasi ya 3 bora, na ikiwezekana si vibaya kuwa kwenye kilele. Napenda nihitimishe kwa kuishukuru serikali ya Burundi kumpokea mtoto CRDB na kumwezesha kufanya kazi zake ndani ya nchi ya Burundi. Yamefungua matawi 4, lakini benki inaendelea kukua mikononi mwenu. Tungeomba sana muendelee kuwalea. Kama kutakuwa na changamoto zozote, serikali tuzungumze kuondosha changamoto na wawekezaji hawa waendelee kufanya kazi. Mwisho, nataka niwahakikishie kwa CRDB ni benki kubwa
imara na ina uzoefu kwenye sekta hii ya kibenki. CRDB ndio benki mwenyekiti kwa kule kwetu Tanzania. Kwa hiyo ni benki kubwa. Na katika kuthibitisha hilo, serikali ya Tanzania ina hisa kwenye benki hii na sisi ni wanahisa wao. Hivyo basi, na wasihi wananchi wa Burundi, msisite kufanya kazi na benki hii. Ni benki kubwa na haina changamoto zozote. Pia Mheshimiwa Rais alitembelea kiwanda cha kuzalisha mbolea asili cha Fertilizer Organo Mineral Industries na kumshukuru Mheshimiwa Rais Ndayishimiye kwa mapokezi makubwa tangu walipoingia nchini humo. Jioni ya siku ya kwanza ya ziara yake hiyo nchini Burundi, Mheshimiwa Rais Samia alihudhuria adhifa ya kitaifa iliyoandaliwa na mwenyeji wake Rais wa Burundi Mheshimiwa Rais Ndayishimiye Ikulu jijini Bujumbura. Akizungumza wakati wa adhifa hiyo, Mheshimiwa Rais Samia alimpongeza Mheshimiwa Rais Ndayishimiye kwa kazi kubwa anayofanya tangu ashike madaraka ya kuiongoza Burundi. Napenda nitumie fursa hii kukupongeza sana kaka yangu kwa kazi kubwa ulioifanya tangu umechukua dhamana ya uongozi wa nchi hii ya Burundi. Katika kipindi kifupi cha uongozi wako, umeongoza mapambano dhidi ya rushwa, umeanzisha mageuzi ya kiuchumi na kijamii, umeimarisha amani na usalama na kuimarisha uhusiano wa nchi pamoja na taasisi za kimataifa. Na katika hilo, Tanzania tunaendelea kutoa wito kwa nchi na taasisi za kimataifa ambazo bado hazijaondoa vikwazo kwa Burundi kuweza kufanya hivyo. Uhusiano na ushirikiano wetu uliimarika zaidi baada ya mataifa yetu kupata uhuru, na hasa kwa kupitia waasisi wetu kama alivyosema hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na waziri mkuu wa Burundi wakati huo Prince Louis Rwagasore. Kupitia viongozi hao waasisi, nchi zetu ziliweza kushirikiana vizuri kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwa bahati nzuri, viongozi wa awamu zilizofuatia waliendeleza uhusiano huo. Tumekuwa tukishirikiana nyakati za shida na nyakati za raha. Ziara hii ya kihistoria inatukumbusha umuhimu wa umoja na urafiki wa muda mrefu baina yetu na kutufanya tuweze kuyakabili masuala nyeti ambayo hayangeweza kupata suluhu bila umoja huu, yakiwemo masuala ya kiusalama, kiuchumi, kijamii, masuala ya kiteknolojia, ushirikiano kati ya mataifa yetu na maeneo mengine ya dunia. Kwa kudumisha umoja na uhusiano mwema baina ya nchi zetu mbili, tulichorithi kutoka kwa viongozi wetu waliopigania uhuru, na kwa kuendelea kuimarisha urafiki na undugu baina yetu pia kama viongozi wa Kiafrika, bila shaka tutazikabili vizuri changamoto zote, tutayatekeleza matarajio ya wananchi wetu na tutaendelea kuwa mifano mizuri ya kujenga serikali imara na endelevu katika bara letu. Tarehe 17 Julai 2021, ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake nchini humo, Mheshimiwa Rais Samia alihutubia kongamano la jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Burundi. Katika kongamano hilo, Mheshimiwa Rais Samia amebainisha kuwa kufanyika kwa jukwaa hilo ni ishara tosha ya kuimarika uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na Burundi, na kumwagiza Waziri wa Viwanda na Biashara Profesa Kitila Mkumbo kuhakikisha anashughulikia na kuondoa vikwazo vinavyokwamisha biashara kwa wafanyabiashara wa Tanzania na Burundi. Mheshimiwa Rais Samia amemtaka Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Leonard Chamriho na mkurugenzi wa shirika la reli nchini Tanzania TRC Masanja Kadogosa kuhakikisha wanaboresha huduma za usafiri wa reli
ili kuongeza usafirishaji wa bidhaa kwa wafanyabiashara wa Burundi ili kuongeza idadi ya mizigo inayosafirishwa kwenda katika nchi hiyo. The investment opportunities in Tanzania. There are several opportunities in Tanzania for the private sector from both countries to engage in. We've been told here that the business community in Burundi is just starting. They are still in infantry. But if you work together with your brothers and sisters, you can be able to use these opportunities in Tanzania. So we in Tanzania have a vast arable land of about 44 million hectares, of which only about a quarter of it has been used. About 10 million hectares are now under use. And the climate is favorable for agriculture. Water for irrigation is also plenty, and almost all crops can grow in Tanzania. Tanzania is also committed to becoming a semi-industrialized nation by 2025. And to this end, we have decided to put greater accent on building a strong industrial base, including setting up export processing zones and special economic zones. We have been trying in Tanzania. Some have worked out and some we are still staggering making them. Kwa upande wake, Rais Ndayishimiye ameomba wafanyabiashara wa Tanzania kusaidiana na wenzao wa Burundi ili kufikia azma ya nchi hiyo kujijenga kiuchumi. Burundi haina mlango wa kufikisha biashara kwa nchi mbalimbali, lazima tupitie Dar es Salaam. Wakati dunia yote ilikuwa inatufunga, Tanzania ilitukubalia kuendelea kufungua mlango wa kufikisha biashara ya Burundi na kuleta biashara kutoka nchi mbalimbali. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru kwa sababu mmetupa na facility hii railway kutoka Dar es Salaam kufika Kigoma. Ilisaidia sana Burundi kusafirisha biashara kutoka Kigoma kupitia Lake Tanganyika, na hiyo tunawashukuru sana. Naweza kusema kwamba Tanzania ni mlingoti wa damu ya Burundi. Maisha ya biashara ya Burundi tunategemea Tanzania, na hamujatusumbua hata siku moja. Tunawashukuru sana. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Profesa Kitila Mkumbo na mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania TPSF Bi Angelina Ngalula wametaka kuimarishwa zaidi uhusiano wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili ili kukuza uchumi wa nchi hizo. Mheshimiwa Rais, uzoefu unatuonyesha na tafiti zinaonyesha hivyo kwamba miongo yetu 5 mpaka 6 ya uhuru katika bara letu la Afrika na hata nchi ambazo zimeendelea zinaonyesha wazi kwamba mahusiano kati ya sekta binafsi na serikali ni muhimu katika kukuza uchumi, na kila sekta ina jukumu lake kama ambavyo wenzetu wametuonyesha hapa. Na sisi kwa upande wa serikali, kwa maelekezo yetu, tulikuwa tukitekeleza majukumu yetu, na majukumu yetu kwa kweli makubwa ni katika maeneo matano. Kwanza ni kuhakikisha kwamba tuna utulivu na amani. Nataka kuchukua nafasi kushukuru sana Mungu na kushukuru uongozi wa Burundi wa sasa na uliopita kwa utulivu na amani ambao ipo Burundi, kwa sababu hiyo ni nyenzo muhimu sana katika swala hili la kukuza uchumi na biashara. Lakini swala la pili ambalo ni muhimu ni serikali kuwasikiliza wafanyabiashara. Na Mheshimiwa Rais, nataka niwahakikishie tu kwamba sisi ndio wasaidizi wenu tumekaa hapa tangu saa 3 na mpaka dakika hii tumewasikiliza wafanyabiashara. Na kwa kweli mpaka dakika hii tumeshatumia karibu masaa 4. Waliokwisha kuzungumza kwa kiasi kubwa ni wafanyabiashara wenyewe. Tunafanya hivyo kwa sababu kusikiliza wafanyabiashara jambo la msingi, lakini jambo la tatu ni kuwapa wafanyabiashara nafasi wafanya biashara. Na hicho ndicho ambacho tumekiona hapa kwamba kwa uongozi wetu tunatoa nafasi ya biashara. La 4 ni serikali kuhakikisha kwamba nchi zetu zinakuwa na mahusiano na ushirikiano mwema. Na Mheshimiwa Rais, ziara yako hii
lengo lake ni hilo, kwamba nchi zetu hizi mbili ziwe na mahusiano mema ili wafanyabiashara wetu waweze kufanya biashara zao vizuri. Jambo la tano la mwisho kwa sasa ni swala zima na kuhakikisha kwamba yale tunayokubaliana tunayatekeleza. Waheshimiwa Marais, kwa niaba ya sekta binafsi ya Tanzania na sekta binafsi ya Burundi, tunapenda kuwashukuru kwa kutenga muda wenu kuhudhuria kongamano la wafanyabiashara kati ya Tanzania na Burundi na kulipa msukumo mpya swala la ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Waheshimiwa Marais, tunapenda pia kuwashukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya ya uboreshaji wa mazingira ya biashara ili kujenga uchumi imara wenye lengo la kuchochea maendeleo kwenye nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi. Napenda pia kuwapongeza wafanya biashara wote ambao mmechangia katika mjadala na mijadala mbalimbali katika kongamano hili la biashara. Michango yenu imetuwezesha leo kupata maazimio. Lakini kabla ya kongamano hili, siku mbili zilizopita, viongozi wa sekta binafsi ya Tanzania na viongozi wa sekta binafsi ya Burundi tulifanya mawasiliano kwa njia ya mtandao na tukafanya vikao na tukazungumzia baadhi ya maeneo ambayo tungependa kushirikiana ili kuweza kufanya biashara kwa urahisi na kuweza kuwekeza kwa pamoja na kuwa na project ambazo tunakuwa na joint venture. Katika kuhitimisha ziara yake nchini Burundi, Rais Samia amekutana na kufanya mazungumzo na jumuiya ya Watanzania wanaoishi nchini Burundi, kwa kifupi JUTABU, ambapo amewashukuru kwa mapokezi mazuri tangu walipowasili nchini humo. Kwa namna pekee ni washukuru wanachama wote wa jumuiya hii Watanzania wanaoishi nchini Burundi kwa mapokezi mazuri. Jana tuliposhuka airport kulikuwa na kikundi, nikaambiwa wale ni Watanzania. Kwa hiyo wametupokea vizuri sana. Tunashukuru sana. Lakini niwashukuru na kuwapongeza Watanzania mnaoishi Burundi kwa kuanzisha jumuiya yenu na kuisajili rasmi mwaka 92. Inawezekana hii ni kati ya jumuiya kongwe za Watanzania wanaoishi nje. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais Samia ameipongeza jumuiya hiyo kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii nchini Burundi na nchini Tanzania, ambapo JUTABU ilitoa mchango wa madawati na kusaidia wahanga wa tetemeko la ardhi mwaka 2016 na pia wakati wa kuzama kwa meli ya MV Nyerere mwaka 2018. Lakini pia ni wapongeze na kuwashukuru kwamba mko mbali, lakini mmeona mjiunge, msaidiane kwa shida na raha. Lakini mbali ya kusaidiana wenyewe, mnasaidia hata serikali zenu. Serikali ya Burundi napotoa wito mnasaidia kama ulivyosema vizuri katibu, lakini pia mnasaidia nyumbani. Yanapotokea matatizo mnathubutu kuchangishana na kusaidia nyumbani. Huu ni uzalendo wa hali ya juu. Hongereni na asanteni sana. Tunapofanya ziara katika nchi za nje, wajibu wetu mkubwa ni kukutana nanyi, kusikiliza yanayowasibu na kuwaeleza yanayotokea nyumbani kama hivi. Tukisikia yanayowasibu, tukirudi nyumbani ni kurekebisha kuendana na sheria za pale nyumbani, na kama mnaingia kwenye changamoto kama zilivyoelezwa hapa, kuangalia jinsi gani tunaweza tukasaidia. Wasia wangu kwenu ni kwamba tunapokuwa nchi za watu, basi tujitahidi kuwa watulivu, waaminifu, na kwa kiasi kikubwa tuepuke kufanya makosa, kwa sababu waliokuwepo kwenye jela huko wamefanya vitendo mbalimbali vya uhalifu, ikiwemo unyang'anyi kwa kutumia silaha, madawa ya kulevya na mambo mengine ya aina hiyo. Kwa tujitahidi sana kuwa
watu wazuri, watu wema, na tuepuke kufanya makosa. Niwaombe sana muishi vyema ugenini ili tuepuke haya ambayo yanatokea. Kwa hiyo msijisahau sana, na kwa upande wa serikali nataka niwahakikishie tu kuwa tutaendeleza jitihada zilizoanzishwa na awamu zote zilizopita kuwa karibu sana na Watanzania wanaoishi nje ya nchi kama nyinyi mlivyo hivi, tukitambua kwamba Mtanzania anayeishi nje ya nchi ni Mtanzania, ana haki mbalimbali ndani ya Tanzania kwa mujibu wa sheria na katiba zetu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba serikali yenu itaendelea kuwa pamoja nanyi, na ndio maana balozi mnamuita mama mlezi huko, pamoja na mama mlezi wa jumuiya, lakini mama mlezi wenu ndani ya Burundi ni mama balozi. Kwa sababu serikali tunataka kuwa karibu na watu wetu. Kwa upande wake, katibu mkuu wa jumuiya wa Tanzania wanaoishi nchini Burundi, Jutabu Bi Sultana Saleh, amemshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa uamuzi wake wa kukubali kukutana na jumuiya hiyo na kuzungumza nao. Watanzania tunaoishi Burundi tunapenda kuchukua fursa hii kukupongeza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umahiri na uwajibikaji wako katika kutekeleza majukumu mbalimbali ni ushahidi tosha na uwezo wako mkubwa wa kuliongoza taifa letu. Uwezo wako unatudhihirishia pasipo shaka kuwa wewe ni kiongozi shupavu na mledi katika utumishi wa umma. Ni kiongozi unayeguswa na matatizo ya wananchi, aidha unayo karama na kufanya maamuzi sahihi, kutoa maelekezo kwa wakati kwa manufaa yetu wa Tanzania na taifa kwa jumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kukujalia na kukuendeleza kipaji chako cha uongozi bora, na akupe moyo wa kuendelea kulitumikia taifa kwa uaminifu na uadilifu. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Rais Ikulu, mimi ni Jafari Haniu.